Kwenye vita hii pia KMC wamo ambao nao wamesema wanaingia vitani kusaka alama moja tu ili kuepuka kurejea pale kwenye playoff, ambapo kupitia msemaji wao Khalid Chukuchuku anabainisha mikakati yao kuelekea kuikwepa hiyo playoff. Kwanza tunamshukuru Mungu, na fahamu moja ya michezo yetu migumu zaidi na muhimu zaidi ulikuwa ni mchezo dhidi ya Tabora, na kwa ajili ya kuhakikisha tunapata alama 3 ili tujiweke katika nafasi nzuri, na baada hapo tupush kwenye michezo ambayo inafuata dhidi ya Mashujaa, lakini baadaye dhidi ya Pamba Sports Club. Tumemaliza ule mchezo, tumeweza kupata matokeo. Sasa tunapambana kupata angalau alama moja, alama ambayo itatufanya tuwe safe kucheza playoff na kujihakikishia kucheza ligi kuu kwa msimu ujao. Kwa mikakati imeanza ndani ya management ya club, timu iko mapumziko na siku ya Jumatatu itarejea mazoezi rasmi sasa kwa ajili ya mapambano na kwa ajili ya mipango kuelekea hiyo michezo miwili muhimu na muhimu kwa Liverpool. Mtasafiri michezo yote miwili kwa hali ambavyo inavyoonekana. Kiratiba mmepanga kuondoka muda gani ili kuweka sawa mambo na msikumbane na fatiki ya barabarani ili muweze kucheza vizuri mchezo wenu? Tunarejea kambini Jumatatu. Baada hapo tutatrain labda kwa siku kadhaa, then labda kabla ya tarehe 10 timu itasafiri kuelekea mkoani Kigoma kwa ajili ya maandalizi, kuzoea mazingira ya Kigoma, wachezaji kuadapt hali ya hewa, na baada hapo tutacheza mchezo. Na si mara ya kwanza sisi kwenda Kigoma, tulikwenda season kwa bahati mbaya tulipoteza, lakini this season tunataka kwenda pale kupambana angalau tupate alama moja ambayo itatufanya tuwe salama zaidi. Kwenye kikosi wachezaji wana hiyo njaa ya kuhakikisha wacheze playoff? Of course, ukitazama body language ya kila mchezaji anajua thamani ya club, na ukiangalia investment ambayo tumefanya kupitia halmashauri ya kuwa na uwanja, itakuwa ni jambo la kusikitisha kuona timu inakwenda kucheza championship. Kwa hiyo wanajua, wana hiyo spirit, na hiyo spirit iliingia kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Kwa hiyo watahamishia kwenye mchezo unaofuata, na mimi inshallah tutakwenda kupata alama 3 kama sio alama moja. Sawa, ni Khalid Chukuchuku huyo msemaji wa KMC akibainisha mikakati yao, mipango na hali walionayo kuelekea katika michezo yao iliyosalia, wakiwa wanataka kusaka alama moja tu ili waondokane na kucheza playoff. Bwana, wakina nani wale wameungana wale? Timu zisizojulikana. Timu zisizojulikana zimeandika barua kwenye mamlaka. Malalamiko yao ni juu ya mwenendo wa ligi, na hasa kwenye upande wa maamuzi na uamuzi au watafsiri sheria au wapiga filimbi kama alivyosema nani? Ankali Juma. Ankali Juma muda wapiga filimbi. Kwa hiyo wao kubwa ambalo wamelitaka ni wanataka mamlaka itoe ufafanuzi na ushirikiano kutokana na kutoridhishwa kwao kwa yale ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa, na kuonesha kwamba wako serious, wanatishia kushiriki mizunguko iliyosalia mpaka malalamiko yao yataposikilizwa. Hizi ni habari ambazo zimetrendi sana mtandaoni sasa. Kwa sababu zimetukuta ndani ya kipindi, nadhani kesho tutakuja na majibu sahihi. Mamlaka ni kweli zimepokea malalamiko na vilabu hivyo ni vipi? Kwa sababu kuna vilabu hapo huoni kuvikuta huko vikwenda kulalamika. Mfano, sawa. Sasa hivi vilabu ambavyo venye nguvu ambavyo vikaweza kuweka hiyo pressure ni Simba na Yanga. Lakini vilabu vingine hivi Panga au Rungu laweza likashuka muda wote. Kwa hiyo je, unaweza ukateki hiyo riski? Cha kwanza. Cha pili, kuna vilabu ambao sasa hivi focus yao ni kupata hizo alama nyingine 1 au 2 wabaki ligi kuu. Je, unaweza ukaingia kwenye huo mtego? Kwa hiyo bado maswali ni mengi. Sawa? Kuna wengine ndio wamepanda ligi msimu huu. Je, upo tayari kushuka madaraja 3? Kwa hiyo ni mjadala ambao upo. So fuatilia tuone, je, una uhalali kiasi gani na mamlaka zitasemaje, na kama ni kweli soka letu linaelekea kubaya. Kwa sababu vitendo hivi vya maamuzi kutoridhishwa vilabu vingi vimekuwa ni endelevu. Alafu ni kama mamlaka zinazohusika zimekausha. Kila ukienda kwa bwana Mduni pale anakuambia sio zimekausha.
zinatoa pongezi kwa waamuzi Kwa yaani kati mnalalamikia uamuzi kwenye nchi imekuwa ni tatizo sugu na endelevu, ukiwapigia simu mamlaka. Ni kama yule waziri wa fedha wa Uganda. Our league is doing wonderfully. Our economy is Bana Mudathiri Hashim anasema Haji Sande Manara aliwahi kusema Simba ni lidude likubwa, kwa hiyo ukija kucheza nayo uje ukiwa na akili zako timamu, usije kwa maagizo ya kaka zenu. Simba ni champion CRDB and NBC. Bado lakini hajatawazwa wa bingwa. Sawa. Tunashukuru sana kwa wale ambao wameendelea kutuandikia. Tunawaona hapa kina Songo Mdogo